Dereva bodaboda kujadili na kuzungumzia swala hili la upandaji wa mafuta. Hivi karibuni mamlaka ya udhibiti wa nishati ya mafuta pamoja na maji wametangaza bei mpya za mafuta. Wewe ukiwa kama dereva utajitambulisha wewe ni nani na wewe kama wewe umelipokeaje swala hili? Karibu. Naam, kwa majina naitwa Khalid Muhali. Hili swala nimelipokea, lakini sio kwa ukarimu sana, kwa sababu ni jambo ambalo linatuumiza kiufupi. Ila kwa upande wetu kidogo, sasa sijajua labda kama serikali wamejipanga vipi, ila kikweli mafuta yapo juu. Na mara ya kwanza kabla bei hizi kupandishwa, nafikiri huu utaratibu umekuwa ukifanyika mara kwa mara, na nadhani serikali inapandisha mafuta kwa ajili ya maboresho ya namna moja ama nyingine, lakini ni takriban mara ya pili mafuta haya yanapanda. Je, yamekuathiri kwa kiasi gani, hususan kwenye swala zima la kipato? Akusi kuna kipato kikweli anaathiri, kwa sababu unaweza kumtajia mtu kiasi cha safari, kwa sababu ukimongezea hata ataita ile bei ambayo ilikuwa ya zamani, unajua kwa hivyo yani kuna kama kuna ukizani baina ya dereva na abiria, na abiria ukimwambia na kuwaelewi, sema yote ndio hivyo. Tunapambana, tunaomba serikali iingilie kati jambo, ni yangaje jinsi gani ya kubenefit. Sasa mara kwanza ulikopo ukiweka mafuta ya shilingi 3000 I think, tunazungumzia lita moja, ulikopo ukienda sheri unapata, lakini sasa hivi kwa shilingi 3000 haiwezekani, maana lazima uongeze na cha juu kwa ajili ya kuweza kupata mafuta ya lita moja. Mafuta ya lita moja yalikopo yana uwezo wa kuongezea kiasi gani? Kwa mfano mafuta ya lita moja kwa inaingia kama 10,000 hivi, 15,000. Okay, 10,000. Sawa. Una lipi la kuishauri serikali kwa bei hizi mpya ambazo zimetangazwa? Nadhani wafanye maboresho, yani waangalie wapi kuna lakini mimi naamini kwamba mpaka serikali anaweka bei watakuwa wenyewe wamejilizia. Watakuwa wamejilizia, lakini kama labda kuna sehemu ambayo inaweza ikarekebishwa ili mambo yawe sawa, itakuwa vizuri zaidi. Unasema unaitwa nani kaka? Khalid Muhali. Tuko na Khalid Muhali. Basi tunashukuru sana ndugu yangu, endelea kufuatilia Stein TV, endelea kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Asante sana, nashukuru.